Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, siku leo mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunawaleteeni somo zuri, mada adhimu kabisa. Mada inasema, kabla hujalala soma dua hii ili ufungue riziki zako, ufungue milango yako ya riziki na ufungue yale ambayo kwamba wewe yahitajia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dua muhimu sana Muislamu, baada kutoka kwenye kazi zako, aidha kwenye biashara zako, aidha kazini kwako, aidha katika shughuli mbalimbali ambayo wewe inakupatia riziki. Basi ukiingia nyumbani kwako, ushifanya mambo yako tayari, umemaliza kusoma ile dua ya kulalia, basi soma na dua hii, kisha baada hapo unalala. Hii ni maalum katika swala zima la riziki. Kila mmoja anafahamu kwamba sasa hivi hali zetu, maisha yetu yamekuwa magumu sana. Katika mitihani ya utafutaji wa pesa, utafutaji wetu umekuwa mgumu sana, na hasa tunapita katika nyakati ambazo kwamba ni ngumu, kwa sababu kuna watu wengine wanatafuta pesa kwa njia za halali na kuna watu wengine wanatafuta pesa kwa njia ambazo sio za halali. Kadhalika kuna baadhi ya watu wengine kazi yao ni kuwaharibia wale ambao wanatafuta pesa kwa njia za halali, kuwafanyia sihiri, kuwafanyia mazonge kadha ili mradi na wale waharibikiwe. Sasa wewe ujikabidhi kwa Allah, mtegemee Allah, na siku zote ukimtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu hatakuacha peke yako, hatakuacha peke yako. Wa man yatawakkalu ala Allah fa huwa hasbuhu. Yoyote mwenye kumtegemea Allah, basi Mwenyezi Mungu anamtosheleza. Kwa hiyo leo nataka nikuelekeze dua maalum ambayo utaisoma hii kila unapoenda kulala. Maana tayari umekula chakula chako, umefanya adhkari zako zingine mbalimbali, umefanya dua za kulalia. Sasa kabla kulala pale, kabla kujiingia kitandani kulala, basi utaisoma dua hii na utairudia hii mara 7, kisha baada hapo endelea na kulala. Wallahi siri yake ni nini? Siri ya dua hii, kama utakuwa unadumu nayo kwanza na kuisoma mara 7 kila unapoenda kulala, Mwenyezi Mungu atakurahisishia sana mambo yako. Kila zile sehemu ambazo kwamba wewe umekuwa vikwazo, umekuwa vizingiti samahani, umekuwa vizingiti vile vizingiti unakwenda kuvishinda. Kuna sehemu umewekea kamba, umefungwa, vile vifungo unakwenda unavifungua. Kwa maana hiyo, kila siku kama utakuwa kuna watu wanakutafuta, wanakuendea katika njia ambazo sizo, utakapokuwa unasoma dua hii, basi vile vifungo kila siku kama wewe unakufunga, wewe unakwenda unavifungua. Kila anayekutafuta kwa njia mbaya, wewe unakwenda unajikinga na hizi na unafungua vile vifungo. Utajikuta mambo yako walillahi alhamdu yanakwenda vizuri. Hata wale watesi wako, wale wabaya wako hawataamini. Kama siku hizi kuna usemi unasema wahenga hawaamini macho yao. Wallahi ladhimu, hawawezi kuamini kama utadumu na kusoma dua hii kila unapoenda kulala. Usisahau soma. Na hii hata kama una kazi ya kufanya. Mfano, kuna mtu mwingine shughuli zake ni za udandaji, mara pengine fundi mjenzi katoka huko kenda huko. Fundi mjenzi anaweza kaa mpaka wiki 2 hana kazi, mwingine mpaka mwezi mmoja hana kazi. Basi hata wewe fundi mjenzi, wallahi ladhimu, kila unapoenda kulala soma dua hii. Wallahi nakwambia hautakosa kazi wewe. Narudia tena, wewe fundi mjenzi ambaye unakaa muda mwingine mpaka mwezi mmoja upate kazi, kila unapoenda kulala soma dua hii, wallahi hautakosa kazi biidhnillahi taala, hautakosa kazi ukimtegemea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hatakuacha. Twende sasa tukaisome hii dua, na mimi hapa nitairudia mara 3. Nitairudia mara 3, lengo langu ikamate, uishike na uende ukaifanyie kazi biidhnillahi taala, na imani kabisa utaielewa, sababu sio ngumu sana, ni nyepesi kabisa dua hii. Nitairudia hapa mara 3 inshallah. Yenyewe ni hii. Na jambo la kwanza kabisa, kabla kulala utaleta istighfari mara 3. Utasema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ukimaliza kuleta istighfari mara 3,
utasoma hii dua, utasema Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahim ya Wadudu aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwaka inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Hapa inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, neno hili peke yake utarudia mara 7. Hii dua utaisoma mara 7, lakini hii inna Allaha dhul quwwati al-matin hii nayo utairudia mara 7. Kwa mfano nasoma hivi astaghfirullah Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwaka inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Unarudia hii mara ngapi? Mara 7. Dua yenyewe vile vile unasoma mara ngapi? Mara 7. Kwa kila ukisoma mara moja, ukifika hapa kwa inna Allaha dhul quwwati al-matin utarudia mara 7. Zikimalizika mara 7 unarudia tena kusoma dua, unaanzia kule mwanzo Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu mpaka unafika hapa inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Ukifika inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin nayo utairejezea tena mara 7. Ni kitendo cha dakika 5 tu, dua hii umemaliza. Uchukui muda mrefu shekhi, ni dakika 5-4 inakuwa tayari dua yako hii umeimaliza, na wallahi lazima utakwenda kuona muujiza na maajabu makubwa sana kupitia dua hii. Kama mtu ambaye ana kazi ya kufanya, kama mtu ambaye vibarua vyake vya bangaiza, dumu sana na dua hii, wallahi utakwenda kuona maajabu. Usiende kumtafuta mganga shekhi kulia la zako, usiende kwa mawishi dokta hawa, sio kaangaika huko kupaka hizi sio kachukua vya tembo. Shekhe, dua tunaziacha sisi wenyewe ambazo kazielekeza Mtume Muhammad. Qur'ani yenyewe ukisoma ndani yake kuna dua. Zipo dua ambazo kazielekeza moja kwa moja mwenyewe Mtume Muhammad, dua za kuomba riziki, dua za nini, na mwenyewe kazifanya. Kwa hiyo cha msingi tukabatana na dua zile ambazo zimeelekezwa na sheria, dua ambazo ndani yake haziendi kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama utakuwa hujaelewa, watakuelewa zaidi, unaweza ukanipigia kwa namba 0756 8111 mwisho 26, ama Tigo 0713 8111 mwisho 46. Tigo mwisho 46 na Voda mwisho 26. Kwa leo tuishi hapa, wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.